sote tuseme amen. Na sote tuseme amen. Amen, amen, amen. Hallelujah. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa neema ambayo Mungu ametupa. Tumekuwa katika kipindi cha siku 14 na tumekuwa na ibada nzuri usiku kwenye mkesha, na tukaweza kufanya agano na Mungu ambalo ni agano la milele. Haleluya. Wangapi walikuwa usiku? Kumbe wote walikuwa usiku. Na wale ambao walikuwa usiku, yenyewe mkono ni wachache ambao hawakuwa usiku. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema ambayo Mungu ametupatia katika ibada ya usiku. Ibada ya usiku tulikuwa na agano, yaani tulifanya agano na Mungu, na kupitia agano hili vyombo viko sawa kabisa. Hapa viko sawa, viko sawa. Tumefanya agano na Mungu, na hili agano ni la milele. Ni letu na watoto wetu, ni letu na wajukuu wetu, ni letu na watu wetu. Kwa maana ulizo tuliokuwa nayo ni kwamba watangulizi wako walifanya nini? Watangulizi wako katika familia, watangulizi wetu katika kabila, watangulizi wetu katika mji, watangulizi wetu katika maeneo ambako tunaishi walifanya nini? Tulienda kujikuta watangulizi wetu kwenye maeneo walitangulia kufanya madhabahu, wakanyunyiza kondoo kwenye makata zetu, wakaongea mambo, wakazungumza, na yale mambo ndio inaamua ile maeneo mpaka sasa. Sasa tukajikuta tuna maeneo yaliyotolewa kwa Ibilisi. Watangulizi badala ya kuyatoa maeneo yao kwa Mungu wa kweli, wakayatoa kwa Shetani. Sasa tunaenda kujikuta tumekaa kwenye mji ambao watangulizi wetu waliutoa kwenye Ibilisi. Walipoweka msingi wa kwanza, wakanyunyiza pombe, wakafanya vitu. Kumbe madhabahu ya mji imejengwa kwa pombe. Lazima mji uwe na walevi, lazima ule mji uwe na makahaba, kwa maana waliotutangulia walijenga madhabahu ya ukahaba, wakajenga madhabahu ya ulevi. Kwa hiyo unajikuta kwamba katika mahali unakaa, ulikokwenda kununua kakiwanja kako, kumbe kale kamchi kametolewa, kale kamchi kametolewa chini ya miungu. Sasa miungu ndio inaamua ile eneo. Hasa tukasema watangulizi wetu walifanya mambo, kuna mazuri walioyafanya, lakini mabaya walioyafanya jinsi ya kuweza kujinasua au jinsi ya kuweza kuondoka katika mabaya. Na kwa upande wa jamaa unakuta kwamba watangulizi badala ya kuenda kwa Yesu Kristo walienda kwa wafumu. Watangulizi badala ya kuenda kwenye Mungu aliyewaumba walitafuta miungu. Ndio unaenda kujikuta umezaliwa watangulizi tayari wameharibu kila kitu. Utafanyaje? Muda wa siku 14 tumejifunza jinsi unaweza ukapita katika ile mikataba na katika zile sheria na katika yale madhabahu, jinsi unaweza ukayavunja na kujenga madhabahu yako binafsi na Mungu, na madhabahu ambayo itakayoamua familia, yaani madhabahu ya Yesu Kristo. Mpe Bwana makofi makubwa katika jina la Yesu. Kwa hiyo haya ndio tumekuwa tukizunguka juu yake, na hii ndio vita tulivyo navyo katika nchi na katika maeneo. Unaweza kujikuta umepata pesa, unakwenda kununua uwanja, unasema naenda ninunue uwanja kwenye komine Mususa, lakini watangulizi wetu katika ile komine walisema nini? Walitoa sadaka wapi? Unajikuta umezaliwa katika familia, waliokutangulia hawakumjua Mungu wala Biblia wala neno la Mungu halikuwa katika familia. Sasa
Sasa unajikuta kwamba uko kwenye shida, unavuna vitu ambavyo sio wewe ulivipanda, lakini watangulizi wako ndio waliovipanda. Wakati wanaelewa ninachosema hapa. Kwa hiyo ndio tumekuwa tukizungumza, na haya ndio mateso makubwa, kwa sababu unapotangulia wengine, jaribu kuangalia unachokifanya, kwa sababu kila unachokifanya kitaleta matokeo kwa walio nyuma yako. Chagua vizuri, kwa sababu uchaguzi wako unachagulia wengine walio nyuma yako. Wakati baba zetu, ndugu zetu walipochagua kutembea na shetani, wakawa wametuingiza kwenye shida. Hata kama ilikuwa starehe zao peke yao, lakini tulikuwa ndani ya viuno vyao, tulikuwa ndani ya matumbo yao. Kwa hiyo wakawa wametuhusisha, tukawa tumepata shida. Na wewe na mimi tumetangulia watu wengine, ili wasija wakalia. Lazima tuangalie, tuchunguze, tuangalie unajenga nini kama msingi ambayo walio nyuma watakayo kuja kujenga juu yake. Paulo anasema nilijenga msingi mwingine, na mwingine akaja akajenga msingi, kasema lakini kila kazi ya kila moja itapimwa. Anasema lakini tukijenga juu ya Kristo, basi nyumba hizi zitakuwa na nguvu na zitakuwa na uwezo. Anaongelea maisha, kwa sababu maisha ni nyumba. Maisha ya mtu ni nyumba, na nyumba unaijenga kwa ajili ya familia. Kwa hiyo unapojenga maisha yako, unayajenga kwa ajili ya vizazi vinavyokuja. Kila mmoja wetu ametangulia watu. Wewe ni mtangulizi. Ndio maana hata Yesu kabla hajaja alitangulia Yohana, na Yohana hakuharibu. Yohana aliongea, anasema yuko anayekuja nyuma yangu, atafanya hivi na hivi na hivi, akatengeneza njia vizuri. Na Yesu alikuja tayari, Yohana ameshakaongea, yuko nyuma yangu, sistahili kufunga gidamu ya viatu yake. Yeye alikuwa kabla yangu, yeye atawabatiza kwa moto na kwa Roho Mtakatifu. Akawa ametangulia njia, akawa ametengeneza njia. Sasa mimi na wewe ni watangulizi wa watu. Salimia jirani yako, mwambie umetangulia watu kabisa. Umewatangulia watu. Sasa wewe mtangulizi, ili na wao wasije wakasema kama sisi. Watangulizi wetu walifanya nini? Watajifunza njia ulizopitia, na njia ulizopitia zitawatokea. Mungu liye muabudu atawatokea. Ndio usishangae mtu akisema nimetokewa na babu. Nimetokewa na babu, ameniambia tukusanye familia. Unashangaa babu akatokeaje? Wakati babu ameshakufa, wanamuuliza ulimjua? Akasema sikumjua. Alikuwa anavaaje? Wenyewe walimuona wakasema huyu ni babu yako. Kwa kweli sio babu, hili ni pepo ambalo limevaa sura ya babu, kwa sababu babu alipokufa hakumjua Mungu. Kwa hiyo mapepo zina uwezo wa kuchukua picha yake na kuyaleta kwa vizazi ambavyo vilikuja nyuma, na watokea usiku kwenye ndoto. Anaanza kueleza kwamba alikuwaje, alikuja na ndaa, alikuwa anabeba ndaa na akanipokeza ndaa, kwamba hii ndaa itanisaidia. Yaani unakuta kwamba unapokezwa vitu kwenye ulimwengu wa roho, ni kwa sababu watangulizi wako badala ya kumtafuta Mungu aliye hai, walitafuta mapepo, walitafuta ibilisi. Baba yako badala ya kufanya agano na Mungu, alifanya agano la wanawake wengi. Ndio unaona, ndio kipigo mlicho nacho, ndio vilio ambavyo mnalia. Kwa sababu ya nini? Watangulizi walifanya madhabahu, walijenga msingi wa poligami katika familia, wa umasikini katika familia, jangwa linakuwa katika familia. Kwa hiyo hivi ni vitu tulivyokuwa tukizunguka juu yake. Sasa nataka nikupe dawa moja, jinsi ya kuweza kulinda hiki ambacho tumekifanya usiku, jinsi ya kuweza kulinda ili ukombozi huu upate kudumu, na neema hii wengine wajao nyuma waweze kuikutana katika familia. Haya tunayoyafanya leo, hata tukipita, yatabaki yakiongea kwa vizazi vyetu, kwa watoto wetu na kwa ndugu zetu. Ukimwabudu Mungu wa kweli, ukimuinua Mungu wa kweli,
basi ataonekana pia kwa watoto wako. Na ukiabudu mizimu, itatokea watoto wako, itasema tulitumika na baba yako, itasema tulitumika na mama yako. Na kama ni umalaya, itasema mama yako alitutumikia alipokuwa na sura, na wewe sura hii tutumikie. Unashangaa kabisa, umekurupuka. Unashangaa watu wanajiuliza, mbona alikuwa hapa, alikuwa mtu mtulivu, alikuwa mtulivu, ikatokeaje? Miungu mama aliyoitumikia, miungu baba aliyoitumikia imekutokea. Zile pepo zilizokuwa ndani ya mama yako alipokuwa kijana zimekuingia, ili uendeleshe kazi mama aliyoifanya. Kwa sababu watoto wanarithi kazi ya baba na mama yao. Hiyo kabisa ujue. Haleluya. Biblia inasema urithi na mali au nyumba na mali mtu anavipata kwa baba yake. Katika Methali nasema urithi au nyumba na mali mtu anayapata kwa baba yake. Amen. Tunaridhishwa na wanaokuja nyuma yetu watarithi vile tunavyovifanya. Kama mama alikuwa mdhaifu, kama baba alikuwa mdhaifu, ni watu walikuwa wanakaa. Usishangae pia watoto nao wanalalamika. Kwa sababu ya nini? Hii ni tabia ya familia. Wasipokombolewa wataendelesha ule uzembe, wataendelesha ule ubaya. Ndio hiyo mtoto wa kahaba naitwa kuwa kahaba, edha Yesu amemtembelea. Ndio hiyo kabisa. Na uangalie tu haraka haraka tu, kinachoweza kukutenganisha na kazi mbovu za baba au kazi mbovu za mama ni Yesu Kristo. Kama sio yeye, hata ujikaze, hata ufanye dini, utaendelesha umasikini kabisa. Unashangaa na unalema vinakufa, unashangaa unatenda kazi na kufa, na miaka inasonga, unaendelesha kile mama na baba kilichowakuta. Kwa hiyo ukombozi ni wa lazima. Sasa nataka nikufundishe juu ya nguvu ya agano. Nguvu ya agano, kitakacho kusaidia, unahitaji kufanya agano na Mungu aliyeumba mbingu na dunia, ili kizazi chako kikutane ile agano. Sema agano. Angalia Mambo ya Nyakati ya Kwanza, Mambo ya Nyakati ya Kwanza 15:12. 12 inasema, wakafanya agano ya kuwa watamtafuta Bwana Mungu wa baba zao kwa mioyo yao yote na kwa roho zao zote, na ya kwamba yeyote asiyemtafuta Bwana Mungu wa Israeli ataua, ikiwa mdogo ikiwa mkubwa, kwani ni mwanamume au mwanamke. Wakamwapia Bwana kwa sauti kuu na kwa kelele na kwa mapanda na kwa baragumu, na Yuda wote wakafurahia kile kiapo, kwani wameapa kwa moyo wao wote na kwa kumtafuta kwa mapenzi yao pia, naye ameonekana kwao, naye Bwana akawastarehesha pande zote. Angalia hapa, ukiangalia mstari ule wa 3, utaona Biblia inasema basi tangu siku nyingi Israeli wamekuwa hawana Mungu wa kweli, wala hawana kuhani afundishaye, wala hawana torati. Lakini walipomgeukia Bwana Mungu wa Israeli katika msiba wao na kumtafuta, akaonekana kwao. Angalia, huyu ni Ahaza. Mfalme Asa alipoanza kutawala,
akakutana kuanzia mama yake. Mama yake alikuwa ni mchawi. Mama yake mfalme Asa ilikuwa ni mfumu, alikuwa ana madhabahu ya Bali, ana buhima, ana nyumba ambayo anatumbereria, anaweka ng'ombe, anaweka mbuzi kwa ajili ya kuwina. Kwa hiyo Asa akakuja kutawala, akakutana tayari mama ni mfumu. Tayari mama ni mfumu. Angalia mstari ule wa 16. Hata Maaka mamaye Asa, mfalme akamuondolea daraja yake asiwe malkia, kwa kuwa amefanya sanamu ya machukizo na Ashera. Basi Asa akaikatakata sanamu, akaiponda akaiteketeza penye kijito cha Kidroni. Lakini mahali pale angalia mstari wa 19, wala hapakuwa na vita tena hata mwaka wa 35 wa kutawala kwake Asa. Asa alitawala miaka 30 kama na kitu, lakini miaka hii yote ilikuwa ya amani. Lakini ninachotaka kuzungumza ni nini? Kwamba Asa alikuja watangulizi wake, yaani wazazi, yaani taifa, yaani marais waliomtangulia, tayari walikuwa wanaabudu mizimu. Ndio nasema tangu siku zile Israeli walikuwa hawana Mungu wa kweli, walikuwa hawana sheria, hawana kuhani tena, kwa maana walikuwa wamepotoka, wameanza kuiabudu miungu. Na mama yake mzazi aliyemzaa Asa alikuwa mchawi, alikuwa mfumu, alikuwa magician, alikuwa Freemason, alikuwa mtu ambaye anaiabudu mizimu. Sasa Asa akaamua apambane na miungu ya mama yake. Neno la Mungu linasema tuwaheshimu wazazi wala tuwatii katika Bwana. Lakini kwa swala la miungu tunahitaji kubomoa madhabahu yao. Kama ni madhabahu mabaya unatakiwa kuibomoa, na usipoyabomoa yatakushughulikia usikotaka. Yaani itakutokea adha kwenye ndoto, itakutokea kwenye kazi, itakutokea kwenye ndoa, itakutokea kwenye uzao. Usipoishughulikia itajitokeza. Utasikia maroho fulani ndani yako zinainuka ili utumike kazi mama aliyoifanya, ili utumike kazi baba aliyoifanya. Kwa hiyo Asa akafanya agano, akaita Israeli wote, akawauliza tufanyeje? Wakamwambia hapa kulikuwa nabii mmoja, alikuwa nabii anaitwa Odadi, akatabiri akasema, Asa, hiki ulichokipanga Mungu amekikubali, na Mungu amesema ni pamoja na wewe, kwa sababu umetafuta njia ya kweli, umetafuta kurudisha Mungu kwenye familia. Mungu aliyeondolewa na mama yako umeamua kumrudisha. Mungu amekukubali, Mungu amekuunga mkono. Asa aliposikia ule unabii wa Odadi akatiwa nguvu, akaita watu wote, akawaambia leo hii tunafanya kiapo. Na siku ile walitolea Mungu ng'ombe 700 na kondoo 7,000 kwenye madhabahu kukamilisha kiapo chao. Uangalie ule mstari wake ule, kama ni wa 10, kama ni ya nini, walitoa ng'ombe 700 na kondoo 7,000. Kondoo 7,000. Kiangalia ukianzia mstari wa 10 utaona hapa wakamwapia Bwana, wakasema nini? Kwa sababu agano ni kusema nini? Wakasema kuanzia leo mimi Asa na Israeli wote, kila mmoja kwa hiari ya moyo, tumeamua kurudisha Mungu katika maisha yetu, Mungu aliyeondolewa na baba yetu na baba zetu na ndugu zetu watangulizi wetu. Watu wote wakaapa, wakasema na yeyote, awe ni mtoto, awe ni mkubwa, awe ni wa kike, awe ni wa kiume, asiyeingia katika agano hili atauawa
kabisa, tauawa. Biblia inasema Yuda wote na Yerusalema wakafurahia kile kiapo, kwa sababu wameapa kwa moyo wao wote. Hapana unafiki, wokovu za unafiki, wokovu za kudanganya watu ili ufanye mambo yako watu bila kukuangalia kwa macho. Waliamua kwa mioyo yao yote. Agano la kweli ni mtu kuamua kwa moyo wake wote kwamba mimi kuanzia leo njia hii niliyokuwa nikiipitia sitaipitia tena, naingia kwa Yesu Kristo. Hiyo ni agano. Wakamwapia, ndio akasema, akaona mama yake pia, mama yake ndiye alikuwa malkia, ndiye alikuwa mheshimiwa katika nchi. Akaona ya kwamba kwa kiapo hiki hakiruhusu mama kuwa malkia. Akaenda kwa miungu ya mama yake, akamwambia, mama, kuanzia leo wewe sio malkia, hata kama umenizaa, lakini kuanzia leo mama yangu, mama yake alikuwa anaitwa Maasa, akamwambia kuanzia leo wewe sio malkia. Na sanamu zako akazikamata, sanamu za mama yake akaziponda ponda yeye mwenyewe na Israeli wote, na wakaziteketeza, na agano, wakajenga agano lingine. Kisha neno la Mungu linasema Mungu akafurahia kile kiapo cha Asa. Mimi na wewe tunatakiwa, ili tuweze kujenga kizazi kingine, kizazi cha baraka, kizazi cha mafanikio, lazima tusalimishe roho zetu kwa Yesu Kristo. Lazima tusalimishe maisha yetu kikamilifu bila unafiki, kwamba Yesu, kuanzia leo wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuondoa majina yetu kwenye vitabu vya asili, vya kikabila, vya kifamilia. Tunaandikwa majina kwenye kitabu cha uzima. Hapa ndiko tunafanya agano lililo thabiti, ambalo litakomboa wajao nyuma. Watakutana agano, watakutana baraka, kwa maana tumeamua kweli. Asa akakatisha laana, akazuia laana kwa kujenga agano. Kwa hiyo njia, unaweza ukazaliwa na mfumu, unaweza ukazaliwa sokulu mfumu, babu mfumu, mama mfumu, baba anapenda ufumu, watoto wanapenda ufumu, lakini haizuie wewe usifanye agano la Mungu wa kweli. Unaweza kufanya agano la Mungu wa kweli, na leo hii utaifanya katika jina la Yesu. Na leo hii utaifanya katika jina la Yesu. Agano la Yesu Kristo litakulinda wewe na watoto wako na wajukuu wako, na utakapolala litabaki kwenye familia kwamba mama yenu alimjua Kristo, kwamba baba yenu alimjua Kristo. Utaacha Mungu katika familia. Utaacha Mungu katika familia. Angalia katika Yoshua. Angalia Yoshua mlango wa 24. Angalia Yoshua mlango wa 24. Utaona hapa kitu hapa. Yoshua kabla afe aliweza kuweka msingi. Unatakiwa ujue kwamba tunapita katika dunia hii, tunapita, lakini inategemea kile ulichoacha. Umeacha mti gani ambao watoto wako watavuna matunda? Katika Yoshua mlango wake ule wa 24 mstari wake wa 27 inasema, Yoshua akawaapia, Yoshua akawaambia akawaambia watu wote, tazama, jiwe hili litakuwa shahidi juu yetu, kwa maana limesikia maneno yote ya Bwana aliyo tuambia. Basi litakuwa shahidi juu yetu, msije mkamkana Mungu wenu. Basi Yoshua akawaruhusu watu wakaenda zao, kila mtu kwenye urithi wake. Kisha ukiangalia pale chini, naye Yoshua akafa sasa. Lakini Yoshua kaona asiache taifa, asiache walioko na wanaokuja nyuma bila agano.
akawaleta katika milima ya Shekemu, akawaambia tutafanya agano hapa, akawaambia tutachagua kama tuende kwa wafumu au kama kwa Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Watu wakamwambia tunaamua kwenda kwa Mungu aliyeumba mbingu na nchi, aliyetoa wazazi wetu Misri, aliyeongoza Musa na Yoshua na wewe na vitu vyote, aliyetuingiza katika nchi hii, tutamwabudu. Yoshua akasema maneno haya lazima kuwe shahidi. Akasema hili jiwe, akainua jiwe katikati yao, akawaambia jiwe hili ni jiwe la ushuhuda, limesikia hiki kiapo, hii agano. Jiwe hili lina masikio, limesikia mlichoongea, msije mkageuka na kumwacha Bwana. Mtakapogeuka, hili jiwe litakuwa shahidi, hili jiwe litakuwa linashuhudia mtakapomwacha Bwana. Angalia, Yoshua anaangalia aache urithi. Alipomaliza kuongea maneno haya, Yoshua mwana wa Nuni akafa na akazikwa katika urithi wake, urithi wa baba zake. Lakini Waisraeli wakamtumikia Mungu siku zote za Yoshua, na wote waliojua kazi ya Yoshua wakati wote wakamtumikia Bwana. Yaani Yoshua alipokufa, aliacha urithi, aliacha madhabahu, aliacha kitu, aliacha msingi ambaye wote waliokuja nyuma wakajenga juu yake wakafanikiwa, kwa maana aliweka jiwe la ushuhuda. Sikia neno la Bwana, jiwe la ushuhuda ni Yesu Kristo. Haleluya! Yesu anasema wajengaji walijenga, mwingine kwenye mchanga na mwingine kwenye jiwe. Alikuwa akijiongelea mwenyewe. Jiwe la masikio ni jiwe gani isipokuwa ni Yesu Kristo? Haleluya! Katika Yoshua, wakati jiwe lilikuwa linatumika kama picha ya jiwe halisi ambaye ni Yesu Kristo, jiwe la msingi au la foundation ni Yesu Kristo. Kwa hiyo hii anasema jiwe linasikia, manake Yesu lazima asikie kiapo chako. Nani ananielewa hapa? Lazima Yesu Kristo awe shahidi wa kiapo chako, na damu yake iwe shahidi ya agano lako katika jina la Yesu. Hili ndilo jiwe la ushuhuda. Jiwe la ushuhuda ni Yesu Kristo. Anashuhudia, anasema kondoo zangu ninawajua, na kondoo zangu wanasikia sauti yangu. Mimi ni mlango wa kondoo, mimi ndimi njia ya kweli na uzima, na hakuna fikaye kwa Baba asipopita kwangu. Jiwe la ushuhuda. Jiwe la ushuhuda, naposema mimi ni njia ya kweli ya uzima na ya kweli na uzima, mtu hawezi kufika kwa Baba asipopita kwangu. Manake lazima Yesu kwanza ashuhudie wokovu wako. Lazima Yesu ashuhudie wokovu wako. Lazima damu yake ishuhudie maisha yako. Ndio hiki ndicho unaweza ukafanya, na watoto wako watajenga juu yake, na wajukuu wako watasema baba yetu alimjua Kristo, baba yetu alitegemea Mungu, baba yetu alipopata shida alienda kwenye maombi, baba yetu alipopata hiki alikimbia mbele za Bwana, hakuenda kwa wafumu. Msaada wake ulikuwa katika jina la Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Haleluya, haleluya. Sisi tukipata jaribu tutaenda mbele za Bwana. Hatutawaendea waganga, hatutawaendea wafumu, hatutawaendea wafrima ili watupe mali. Mali zinatoka kwa Yesu Kristo. Baraka za kudumu hazitoke kwa wachawi, zinatoka kwenye jiwe la msingi. Yesu Kristo ndiye foundation ya utajiri unaodumu. Tajiri unaodumu uko katika Yesu. Huu ndio msingi unatakiwa kuacha. Hili ndilo jiwe unatakiwa kuliacha kwenye familia, ili wajenge juu ya jiwe. Ukikosea, basi ndugu zako, watoto wako wataendelesha yale mateso. Ule ukahaba watauendelesha. Ule uchawi utakuta tunaye akizarauliwa kidogo, naenda kutafuta heshima, naenda kutafuta heshima. Akipoteza kama ni simu yake, anaenda tafuta nini? Anatafuta waonaji waniangalia. Akitafuta, akipoteza kitu atatafutia msaada kwa wachawi, kwa sababu ndio ilikuwa tabia ya wazazi.
Tabia yao ilikuwa ni kutafuta msaada kwa waganga wa kienyeji. Mtu akishikwa kichwa wanatafuta, badala waende wanunue dawa kwenye duka la dawa, wao walikuwa wanaenda kwa mfumo. Wakipata jaribu, wakionewa, wanaenda kutafuta heshima kwa wafumu. Wakiona vyakula havikomae kwenye mashamba, wanaenda tafuta utajiri kwa shetani. Ndio ilikuwa tabia yao. Unatakiwa ufanye nini? Fanya kama Asa alivyofanya. Asa kabomoa madhabahu ya mama, kabomoa madhabahu ya mama. Hata mama yake, miungu yake ikashindwa kumkulaza. Miungu ya mama ikashindwa kumkulaza, kwa maana alisimama katika neema ya Mungu. Kwa hiyo akawa hataliwa na miungu ya mama yake. Wala homa haikumpata Asa, homa kabisa. Wewe usiogope wachawi, usiogope ufumu, kwamba iko hatari, msiaguse, inaweza katomboka, inaweza kafanya kitu. Haiwezi kufanya kitu, haiwezi kufanya kitu ukiwa umesimama katika ngazi ya neema. Jiwe la ushuhuda litakuokoa, jiwe la ushuhuda litakulinda. Yesu atakulinda na atakusaidia. Utaacha nini kwa kizazi kijacho? Acha Mungu kwenye kizazi chako. Badilisha mifumo ya kifamilia, badilisha mielekeo, badilisha tabia ya familia. Tabia ya familia yako ni mbaya, ibadilishe kufanya agano na Yesu Kristo. Namba 2, unapokuwa umejenga madhabahu, utafanyaje? Unavunja madhabahu, unajenga madhabahu mengine. Unajenga madhabahu mengine. Jambo lingine la pili ni lile kuvunja madhabahu. Sasa unafanya agano na unavunja madhabahu, na ukisha kuvunja madhabahu, jambo la tatu, unaimarisha madhabahu ambayo umejenga. Kuimarisha madhabahu ambayo umejenga. Angalia Samueli wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 3. Angalia Methali 26 mstari wa 20. Inasemaje? Nasema nini? Ukiangalia katika Samueli wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 3, nasema na taa ya Bwana ilikuwa haijazimika. Kulikuwa maagizo kwamba taa ya madhabahu isikose mafuta, yaani madhabahu isiweko giza. Na ilikuwa inamaanisha kwamba mahali pa madhabahu pasikuwe giza, na ilikuwa ina tafsiri uovu usiwe madhabahuni. Maana madhabahu ikiwa imefunikwa na uovu, basi kizazi kitapata shida. Kwa hiyo waliamuru taa ya madhabahu isizime. Usiku na mchana taa ya madhabahu ilikuwa inawaka. Yaani katika madhabahu ya Mungu waliamuru vinara 7, waliamuru vitu ambavyo vinawaka, na vinara 7 ni taa 7 zilikuwa kwenye madhabahu. Na sasa zile shandelia zile vinara 7 vile vilikuwa vinawaka usiku na mchana. Taa ya madhabahu ndio ilikuwa inaitwa taa ya Mungu isizimike. Manake waimarishe nuru kwenye madhabahu ya moyo wako, ili sipate giza. Lazima Roho Mtakatifu awe ndani yako, na neno la Mungu liwe ndani yako, na nyumba yako iwe nyumba ya sala. Yaani moyo wako uwe moyo wa mtu mwenye kuomba. Hivi vitakusaidia ili madhabahu yako yasiwe na giza. Giza ni uovu. Kitakachozuia uovu usikukaribie ni neno la Mungu na maombi. Hivi ni nuru inayofukuza giza, kwa sababu waliwasha ile taa ifukuze giza. Kitakachofukuza giza kwenye maisha yako ni neno la Mungu. Amen. Neno la Mungu ni taa kwa miguu. Kumbuka Daudi anasema, neno lako ni taa kwa miguu yangu na ni mwanga katika njia zangu. Kwa hiyo neno la Mungu itakusaidia usitembee katika giza. Hii ni kuimarisha madhabahu.
kuimarisha madhabahu. Samueli alikaa pale, kisha katika Methali anasema moto unakufa kwa kukosa kuni. Moto unakufa kwa kukosa kuni. Yaani kuni zikikosa, yaani kama neno ambalo unalosikia kama haliongezeke lingine, maombi unayoomba kama haiongezeke ingine, itakufa. Itakufa ndani yako. Inakufa kwa sababu inakosa kuni. Hata simu yako ulio nayo pale mkononi, kama umeijaza mpaka imejaa moto unaotumia, ukiumaliza kama huna mahali ambapo unaweza ukaichaji, maana yake ujue ya kwamba hutawasiliana tena. Sio kwamba huna simu, lakini kwamba umekosa mahali ambapo ungeongeza moto katika simu yako. Hivyo hivyo katika kiroho, madhabahu yako yanahitaji kabisa uwe na mahali. Ndio maana maandiko nasema msikose kukusanyika kama iliyo desturi ya wengine, maana katika kukusanyika utachaji tena simu yako ya kiroho, utapata nguvu. Tunapoomba kwa pamoja utatiwa nguvu, unaendelea tena siku mbili, tena unakuja unaendelea tena siku mbili, na safari yako itakuwa inaelekea. Moto inakufa inapokosa kuni. Simu inazima inapokosa moto. Na watu wote huna uwezo wa kuwasiliana nao kwa sababu simu imekata moto. Tawasiliana na nini wakati simu imekata moto? Sasa wengi wetu simu za kiroho zimekata moto. Kinachotokea ni uovu. Kinachotokea ni uovu. Sasa simu ya kiroho inapokata moto, kinachotokea ni uovu. Na uovu unajenga msingi ambao utaachia watoto msaba wa uovu. Hii misaba ndio tumeondoa katika maisha yetu. Sema amina kama unanielewa. Jambo lingine ni maombi. Nisema neno na maombi. Maombi ukisoma katika Luka mlango wake wa 18, Luka 18 mstari wa kwanza, utaona neno la Mungu linasema, ombeni siku zote wala msikate tamaa, ili madhabahu yako yawe na nguvu. Ili maisha yako yawe na nguvu, madhabahu yako yawe na nguvu, lazima usikose maombi ya kila siku. Angalia katika Luka 18 mstari wa kwanza, ndipo alipowaambia wanafunzi wake ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala msikate tamaa. Kuomba Mungu siku zote. Na Yesu akasema, muombe hivi, msalini hivi, sema, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako lipate kutukuzwa, na ufalme wako uje kwetu, mapenzi yako nayo yafanyike kwetu, kutaka yako ifanyike kwetu kama inavyofanyika mbinguni. Utupe chakula chetu cha kila siku. Chakula cha kila siku sio viazi, ilikuwa ni neno la Mungu ambalo analoongea. Chakula cha kila siku. Watu huwa kwa sababu wanapenda kula sana, ndio nasema Mungu alisema utupe chakula chetu cha kila siku, ndio sasa kila siku lazima tupate chakula. Aliongea habari za roho yako. Roho yako lazima ile kila siku, ili iwe na uwezo wa kushinda jaribu zinazotokea kwenye mwili. Haleluya. Leo hii roho yako itatiwa nguvu katika jina la Yesu. Roho yako itatiwa nguvu katika jina la Yesu. Moyo wako utatiwa nguvu katika neno la Mungu. Maisha yako, kuna vitu viwili, una matumbo mawili. Una tumbo la kiroho linalokula neno la Mungu. Tumbo la pili ni hili linalo envelope hii mwili inayokula ugali kaunga, ndio tumbo la pili. Lakini tumbo la kiroho, Yesu anasema chakula cha kila siku kisikose kwenye tumbo la kiroho, usije ukafa. Maana shetani hayuko tena kuzimu, amekuja kwa dunia akijua wakati wake ni mchache. Haogope kanisa, haogope Biblia, haogope watumishi, anaogopa madhabahu ambayo moto unawaka 24 hours, unawaka kila siku. Ndio adui anaogopa.
Shetani hayuko tena kuzimu baba. Usimtafutie kuzimu. Ameingia ndani ya wanadamu. Ameingia ndani ya watu kabisa. Kwa sababu anaona kikaa kuzimu hatapata wateja. Kwa hiyo amechomoka huko. Ameingia ndani ya vijana wengine anawapa bangi. Wevuta bangi. Wengine anasema ninyi mlewe. Ninyi zini. Yaani unakuta maroho zile zimeingia katika binti zetu, katika wanawake na wanaume. Sasa unakuta kwamba ndio imekuwa ulimwengu wa leo, kwa sababu shetani amewaingia watu. Sasa chakula cha kila siku kitakusaidia, ndio neno la Mungu. Utupe chakula chetu cha kila siku. Roho zetu ziwe zimejaa nguvu ya kustahimili, ya kukataa mabaya yanayotujia. Roho kama haina nguvu, huwezi weza kukataa mabaya. Si ndio? Huwezi kabisa. Huwezi. Angalia nikupe mfano. Kama roho yako haina nguvu, wewe unafanya kazi yako, unafanya kazi ya mikono kwa mfano. Sasa kazi zako za mikono hazilipi, haziendi kabisa. Inatokea mtu anakuja na $500, anakuambia mama, nitakupa $500, ila baba tumefarakana, ila mama tumefarakana na mke wangu, sasa nataka unisaidie kabisa, tujamiane kabisa, nitakupa $500. Na unaangalia capital ya fedha zako ni $100, ni $30. Unaona hailipi. Unakula majani kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 31. Anakuambia hii, unasema $500 kwa siku ngapi? Anasema hapana, kwa dakika 5. Kwa dakika 5? Kwa dakika 5 kabisa. Unahakikisha? Anasema dakika 5 kabisa. Hata zikizidi itakuwa saa 1. Unasema hata masaa 3. Hata masaa 3 haina shida. $500 kabisa. Yaani unajikuta kwamba kwa sababu roho yako haina nguvu, lakini nafsi yako, tumbo la kiroho likiwa limejaa chakula, neno la Mungu tamwambia, uzima wangu ni zaidi ya $500. Najua hii $500 kuna kitu kitaondolewa kwenye maisha yangu ambacho sitakipata tena. Kuna utukufu utaondolewa, kuna neema itaondolewa, kuna nyota itaondolewa. Sitakubali wewe na pesa yako potelea mbali. Wako wapi wanawake hapa watakaosema uovu? Potelea mbali. Tunasubiri mpaka kazi zetu zizae. Tunakataa baraka za kipepo. Hautakataa baraka za kipepo bila neno ndani yako. Utasema manake ili $500 nitanunua simu. Kwanza nina simu ambayo ni mbaya. Hii simu ile ya Former 1, hiyo ya zamani, hiyo ya matushi hiyo. $500. Manake nitakuwa na simu nami kama wengine kabisa. Nitanunua ya $100 au $200. Nitabakiza $300. $300 nitafanyaje? Nitanunua kabelo, nitanunua na nguo, nitabakiza na $200. Na hii $200 nitafanya biashara. Biashara ya usinifu hailipi kabisa. Haitakulipa katika jina la Yesu. Unatakiwa usimame. Chakula cha kiroho cha kila siku kitakusaidia kukataa baraka za kipepo na kusubiri baraka za Mungu kwenye kazi ya mikono yako. Sema amina kama unaelewa, katika jina la Yesu. Baraka za kipepo kitakacho kusaidia. Lakini kwa kweli kama huna neno, utasema mimi nitaungama kabisa. Neno la Mungu linasema mwenzetu alikosa nafasi ya kuungama. Ukosa nafasi ya kuungama. Unaweza ukaungama, tayari umeandaa msingi. Si wazazi wetu kuna wengine waliungama lakini mizimu ikasema hatutakubali. Tunaenda kwa watoto, hatutakubali kabisa. Huna nguvu ya kutufukuza. Ungama lakini kabisa una nafasi ya kutufukuza. Unashangaa mzazi anatushakata ile mambo, lakini na watokea watoto. Kwa hiyo chakula cha kiroho
kitatusaidia chakula cha kila siku kupata nguvu. Ukiangalia katika Wathesalonika, katika Wakolosai mlango wa 4 mstari wa 2 anasema ombeni siku zote bila kukoma. Katika Wakolosai mlango wake wa 4 mstari wa 2 inaongea ombeni bila kukoma. Kitu kingine kama ni cha 6 kitakacho kusaidia ni mafundisho, na tuko tunaangalia mafundisho katika Matendo ya Mitume 2:42. Matendo ya Mitume sura 2 mstari wa 42 inasema, nao walikuwa wakidumu katika fundisho la mitume na katika kumega mkate nyumba kwa nyumba na katika ushirika, na Bwana kalizidisha kanisa kwa watu waliokuwa wakiokoka. Bwana asifiwe. Walikuwa wakidumu, walikuwa wakikaa katika mafundisho, kwa sababu mafundisho itamaliza uovu. Mafundisho ni kama kidole hiki kidogo ambacho kina uwezo wa kufika mahali vidole hivi, hiki kidole ngumba mahali hakiwezi kufika, na hiki hakiwezi kufika, na hiki hakiwezi kufika, na hiki hakiwezi kufika, lakini hiki kidogo kitafika. Kinaweza kuondoa uchafu kwenye masikio yako ya kiroho. Ndio inaitwa mafundisho. Katika huduma 5 kinachoitwa mafundisho, ndiyo kidole hiki kidogo kuliko vyote, ndiyo mafundisho ambayo yatasaidia maisha yako kuona, kutembea na Mungu, kuishi na Mungu, kuikalisha Mungu katika maisha yako, ili madhabahu yako yawe na nguvu. Usikose kukusanyika na wengine, usikose kukusanyika kwenye madhabahu ambayo mahali Mungu amechagua tutalikula neno, kisha linaimarisha madhabahu uliyoyajenga yako binafsi. Kama umekuja hapa unakuja kuchaji simu yako ya kiroho, unapoenda kwako utashinda majaribu, na huko kule nyumbani kwenye kazi utashinda, maana simu yako ulipofika hapa ikaingia moto wa kiroho, ikaingizwa neno, tumbo lako la kiroho likaingizwa neno. Kwa hiyo sasa kwenye kazi hutaanguka, kwenye nyumba hutaanguka, popote njiani hutaanguka, kwa sababu simu yako tayari na moto, tumbo la kiroho lina moto. Ndio maana walidumu katika mafundisho, na mafundisho yaliwasaidia kutembea na Mungu. Mafundisho yaliwasaidia kukataa uovu. Mafundisho yaliwasaidia kutoka ndani ya ujinga unaosema neema ya Bwana ni kama bahari kubwa, neema ya Bwana ni kama bahari kubwa, ni kama bahari kubwa. Sasa bahari kubwa hii haina mafundisho, haina katiba. Falme wa Mungu na katiba. Kuna umezaliwa, kuna kulelewa, kuna kukomaa katika ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu haiache watu kuwa baby. Nani anataka zae mtoto bakie tu ndani ya berisoto, anakuwa pale, unamwangalia mwaka wa 2, mwaka wa 3, mwaka wa 4, huko pale, ubaki pale salama, ubaki pale salama. Baby, miaka 5 baby. Ni mzumu kabisa. Yaani litunduka kabisa hapa, bado alizi kurefuka. Haiwezekani. Lazima turefuke kiroho. Na una uwezo. Mafundisho itakusaidia. $500 hata 1000, hata gari, hata watukupe kiwanja cha uzinifu, ya kwamba ni kidogo kuliko utukufu wa Mungu juu ya maisha yako, na baraka za Mungu atakubariki kwa mikono yako mwenyewe. Hizi ni baraka za kipepo, zinakuja kutengeneza msingi wa kipepo. Itakusaidia. Ukiangalia walioingiza ukahaba katika nyumba zetu, walimpa mbuzi kabisa, mbuzi ya migulu 4, na akawa ameingiza. Angalia Yuda alihonga Tamari mbuzi kabisa, akasema nakupa mbuzi. Angalia gisi kizazi yote kilivyoharibika. Niliwafundisha pale, alisema nitakupa mbuzi, nitakupa mwana kondoo.
lakini kumbe amechimba msingi ya poligami kwenye familia. Ukiangalia walipoenda kwa wafumu, walienda tu wana raha zao. Ana raha zao, anasema nataka hiki, nataka heshima na watoto wangu wote na wajukuu watakapozaliwa waheshimiki. Kumbe ameenda kukamata ulozi. Ndio unakuta ukiongea na ule mtu neno hili litakufika hako. Ule umechokoza ule, upeleke kuku kwake, umuombe msamaha, vinginevyo usiku atakutokea. Yaani unakuta kwamba hujawahi kufika katika nyumba ya mfumu, lakini kwa sababu mama yako alikuombea akasema niko kwa mchawi, mtalinda watoto wangu na wajukuu wangu. Kwa hiyo unakuta uko chini ya kivuli cha maombi mabaya na maombi maovu ya babu, kwa sababu aliomba kwa vizazi vijavyo. Tunapoomba hapa, wewe unafikiri tunaishi hapa? Tunapoomba Mungu, tunaombea na watoto wetu. Wangapi wanaombea watoto wao na wajukuu wao? Manake mnataka haya maombi unayoomba yafike kwa watoto wako, yafike na kwa wajukuu wako. Hata ukilala itaendelea kutenda kazi. Hivyo hivyo ukienda kwa wafumu, ile laana itaenda kwako na kwa wajukuu na wajukuu. Kwa hiyo unatakiwa kuangalia unachofanya hakiishia hapo ulichokifanyia. Ni spirit, kuna roho zimeingia, zitaenda na wewe. Ndio maana ukiwa umekutana na mtu kimwili, amebeba sehemu ya roho yako na wewe umebeba sehemu ya roho yake. Ndio maana siku zote utakuwa unamkumbuka, kwa sababu aliondoka na kitu chako na wewe ukaondoka na kitu chake. Wangapi unanielewa hapa? Hata kama unajifanya unielewi, utanielewa tu mamangu. Ndio hiyo. Na hata mtu akikuoa, nilikuambia atakuwa na shida, kwa sababu roho yako kabisa sio hiyo kabisa. Kuna mtu ambaye aliondoka na sehemu ya roho yako. Tuwe wa kweli kabisa. Ndio utakuwa umegawa upendo. Ndio maana Biblia inasema, neno la Mungu linasema, kama mwanamume au mwanamke ameenda nje ya ndoa, waliagiza kwa amri ya Musa auawe, kwa sababu amehamisha upendo. Amehamisha upendo, hata penda tena mume wake, kwa sababu upendo wake umehamia kwa yule aliyekutana naye. Kwa hiyo sasa huyu mume atakuwa na shida, atakuwa na kibarua kigumu. Atakuwa na huyu, lakini huyu anakumbuka yule. Sasa itakuwa ni shida. Hivi ni vitu vya kiroho kabisa. Nilijua kwamba kutakuwa kimya kabisa. Nilijua kutakuwa kimya, ila itakuwa imeingia. Serumu tu inaingia. Ndio maana kumbuka kabisa, unakumbuka ule Kasero, unaangalia Kasero ale nilima sana. Yaani unaona kwamba vitu vya ajabu kabisa. Unakumbuka. Yaani unakuta kwamba uko na mume wako, lakini tayari unakumbuka. Sasa upendo, roho yako, sehemu ya neema yako ilibaki kwake na ukaondoka na kitu chake. Ndio maana akikuita, hata mlishaka achana, akikuita unaweza kupokea kitu kutoka mikono yake. Anakuita, anasema namna gani? Unaangalia, ngoja basi nimalize maombi, nitakutumia kidogo. Yaani unaona kwamba kuachana naye ni ngumu, kwa sababu aliondoka na sehemu ya kitu kutoka maisha yako. Ndio maana Paulo anasema, hamjui kwamba yeye aliyenalala na kahaba amekuwa mwili moja naye? Sasa watu wasipofundishwa hivi, Waingereza wao wanasema to play sex. Wao wanasema tunacheza kabisa sex. Hiyo ndio Waingereza wanasema. Sasa wanapunguza uzito, wanasema to play, kwa sababu to play ni kucheza. Ijapokuwa hivi ni misingi, anaondoka na kitu na wewe unaondoka na kitu. Hutamsahau kabisa mpaka ufanyiwe deliverance, ufanyiwe ufungulivu wa kutosha, ndipo utahamishwa kutoka na yale maroho, tukutenganisha na yale maroho, ndipo utatulia nyumbani kwako. Na itagharimu siku, na itagharimu miaka, na itagharimu muda, ili uweze kukata ile kamba.
Ndio hiyo. Kwa neno la Mungu, usikose kukusanyika. Kukusanyika itakuokoa, itakusaidia ukomae kiroho. Mtu anayekomaa kiroho anaona wokovu ni zaidi ya kila kitu, na anamtumainia Mungu, kwa sababu ujifunze kumtumainia Mungu. Ile itasaidia madhabahu yako isiweze kuanguka. Madhabahu inaweza kuanguka. Hawa Waisraeli walikuwa na madhabahu, lakini wakafika mahali wakaanguka na madhabahu ikaanguka. Kwa hiyo wakawa hawana madhabahu. Inasema Israeli kwa haina Mungu. Kwa kweli ni madhabahu ilivunjika, ila walikuwa na Mungu, lakini walipokengeuka Mungu akawa ameondoka, kwa sababu madhabahu ikawa haimarishwe. Ndio usishangae Yesu katika Mathayo anakuwa anawaambia, imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, itaitwa nyumba ya maombi. Yaani maisha yako ni maisha ya maombi. Na siku zote adui akitaka kukushambulia, anakaushaka moyo wako isipende maombi. Ule kabisa ujue umetembelewa na shetani wa mapembe. Unapokuwa huna roho ya maombi, ujue umetembelewa naye waziwazi. Kwa sababu wana wa Mungu wanaishi kwa chakula. Yaani hawaishi kwa chakula tu, wanaishi kwa neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Unapokuwa neno la Mungu limekukifu, yaani huna njaa, huna kiu, huna kimbelembele kwenye neno la Mungu, umeisha. Unaenda tu kwa kuwadanganya watu, unaenda kanisani kwa kuwadanganya watu, unaenda kanisani tu kama kudanganya watu, unakuwa umeisha kiroho, umefilisika kiroho. Ndio hii ninayokuambia hapa. Shetani hataki. Kwa hiyo anajua Mkristo anayelijua neno, anayekusanyika na wengine, hata uawa. Lakini ukitembea peke yako, wanasema mtembea peke basi ni mlozi. Wengine wahenga wanasema mtu akizoea kutembea peke yake basi hakosi kuwa mlozi. Umeshaona mlozi anaita mwingine waende wabini, ila katika ulimwengu wao wanakutana, lakini anatoka nyumbani kwake bila kuaga hata mke wake, naenda vina kabisa. Umeshawahi kuona mlozi anamwambia madame naenda kuvina kabisa? Anatoka kabisa, anaondoka mazima kabisa, anakuacha kabisa, na hata atakapoenda na atakaporudi utajua. Umeshaona mmeoga akikwambia nimejiunga na wafrimu? Haiwezekani. Anaenda peke yake kule, utakuwa unashangaa vitu vya ajabu. Namuuliza, nasema hii ni vya kawaida tu. Yaani unashangaa, mbona naota vibaya? Anajua unachoota, ila hataki kukuambia. Uliota nini? Niliota wanataka kuniniga. Anawaambia basi uangalie, uombe sana. Sasa anajua utaliwa, anajua umeandaliwa kuwa kafara. Hasa kitakacho kuokoa ni Mungu, na kama huna Mungu unaenda. Kwa sababu katika ule ulimwengu hamna huruma. Katika ule ulimwengu hamna huruma wa mtu wa mtu, wala mtoto wa mtu. Wachawi wanakula hata watoto wao. Sasa wanakuwa na roho isiyo na huruma. Ameingizwa maroho, kwa hiyo anaweza akatoa mtoto wake kama sehemu yake ya kuchangia ile karamu yao. Simama kwa miguu. Naona watu wamepola sana. Shangilia Bwana katika jina la Yesu. Leo hii Bwana amekuokoa katika jina la Yesu. Umejenga madhabahu, usihangaike tena. Umesamehewa, usijihukumu tena. Sije ni kuhukumu, lakini ninakuja nikuambie usitende dhambi tena, ili usije ukaharibu madhabahu uliyoyajenga mwenyewe kwa ajili ya njaa. Kubali kulala njaa, bora usifanye dhambi. Wewe ukilala njaa utakufa. Kuna kipindi ambacho hata mimi mwenyewe nilikuwa natamani nikunywe chai, lakini nakunywa chai haina sukari, haina majani chai, kwa nakunywa kabisa kwa upendo wa Yesu, pamoja na kukemea mapepo na kuhubiri, lakini ni vitu vilikataa. Lakini nilisubiri mpaka kieleweke. Amen. Kulikuwa kunaweza kuwa wanawake kabisa ambao wana mali, unaenda kwake na umpendi, na ile mali inakuwa yako. Lakini angalia sasa, walikuwepo kabisa.
Na unaweza kujipeleka kabisa, unaona hata upendo na kaza roho yako kwamba hizi ni sasa ningefanyaje sasa? Ningeenda kwa ile mfumo. Ingekuwa shida kabisa. Biblia inasema mkulima na uvumilivu anangoja mvua wa kwanza, anangoja mvua wa pili, anangoja mpaka mvua wa mavuno. Alikuwa anaongelea vitu vya kiroho. Anasema mvua wa kwanza, mvua wa pili na mvua wa mavuno. Kwani kuna mvua ya mavuno? Alikuwa anaongelea vitu vya kiroho. Anasema mkulima mwenye subira anasubiri, anavumilia mvua ya kwanza, ya pili. Katika nyumba ya Mungu, katika madhabahu, lazima tuwafundishe uvumilivu. Maana magari hazitatokea leo, zitatokea tunapoendelea katika safari na kufanya biashara. Wengine wanamaliza masomo, wanaingia kwenye maofisi, wanaingia kwenye benki, wengine wanatumika kwenye makampuni, wengine wanafanya biashara, wengine wanakuwa madaktari. Kule watanunua magari, wengine wataenda kwenye mji, kule watakutana na watu wa kuwaoa. Yaani hivi vitu vinatokea kitaratibu, havitokee kuanguka. Nani amewahi kuona ndoa yake kaanguka? Nani ndoa yake ilianguka ikachomoka pwa naja kabisa? Umeshawahi ndoa inatokea kabisa, inachomoka mbinguni hwa? Lazima kuwe kuongea. Nimekupenda dada, nasema nitaangalia, tachunguza, tuombe. Naona kwamba haitawezekana. Haijawezekana kabisa. Unanikataa kwamba sina kitu, nasema hapana. Sio kwamba una kitu, la moyo wangu haufurahi kabisa. Kwa hiyo tuendelee kungoja. Unamwambia roho yangu haijakubali. Roho yangu imekubali. Sawa. Haikubali kwa sababu ulienda uliza familia yao kuna nini. Yaani unakubali mtu kabisa. Unakuta roho yako imekubali. Zamani wengine walikuwa wanasema wanaenda uliza Mungu. Kumbe anaenda uliza ana kazi kweli? Ambapo hana kazi. Anasema niliuliza Mungu. Mungu akakataa. Hawa ndio wasichana ambao wanaenda kwa ajili ya pesa kabisa. Hawa, huyu pesa ikiisha ndio inaisha. Ndio hawa wanaenda kwa Yesu kwa ajili ya mkate. Hawa akina Naomi wakiona katatizo kidogo wanakimbia Moabu. Hapana. Kuna subira. Inasema katika Isaya, wanaomngoja Bwana, inasema vijana watazimia, lakini wanaomngoja Bwana watapewa mabawa na watapewa nguvu mpya, wataruka kwa mabawa kama vile tai. Wanaomngoja Bwana, inasema vijana wengine watazimia, lakini vijana wanaomngojea Bwana watapewa mabawa, wataruka kama vile tawi, na watapewa nguvu ya kustahimili mpaka mavuno yafike, yaivye. Wala vitu vya kukomaa, pana vitu vya kufa. Tuwafundishe uvumilivu ili muweze kutumikia Mungu vizuri. Muwe na subira. Hiyo ni moja ya tunda la Roho, uvumilivu. Moja ya tunda la Roho. Unaomba, tumemaliza kuomba. Unaona mtu anasema sasa, hivi umejenga maisha. Unajua kwamba tumejenga vitu mpaka wajukuu watafurahi. Mpaka wajukuu watafurahi. Sasa unaweza ukaviharibu mwenyewe kuona kama unajua. Huwa tukimaliza maombi, ukiangalia majibu, ijapokuwa wagonjwa ndio watashuhudia, lakini wengine ambao hawakuwa wagonjwa, kwa kweli njia yako imenyooka, njia yako imekuwa wazi, njia yako imefunguka, maisha imekuwa vizuri, msingi umeuweka. Endelea kuchochea yale madhabahu, ile moto isijae giza madhabahu yako, ijae nuru, neno la Mungu. Utaona kwamba polepole utakutana na mambo. Kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Wanaweza kuuliza umepata nini? Umepata kitu. Namwambia nimejenga vitu vya milele. Nimejenga baraka za milele, za kiroho na za kimwili. Sio za kiroho peke yake, za kimwili. Kwangu hakuna mtu atakayeoa wanawake wengi.
Yaani unaanza kuvitangaza, unamwambia mume wangu, nimemaliza kuomba, nimechimba msingi, nimetengeneza msingi, watoto wangu hawatarenderesha, watoto wangu hawataoa wanawake wengi, nimeharibu ule ufalme katika hii nyumba. Anakuambia jibu gani umepata? Unasema nimeharibu miungu iliyotuletea fujo humu. Na kwa taarifa yako humu hamna fujo, kuna amani. Anasema amani, kwani haikukua? Unasema haikukua, ila ipo kabisa. Sasa unaanza kutangaza vitu kwa sababu wewe huendi kwa kuona, unasadiki vitu unavyovitarajia ambavyo vitaonekana. Hiyo ndiyo imani ya ambayo tunatakiwa tuwapandie. Hata Yesu Kristo kuja kwake unahitaji kusubiri, kwa sababu anasema nakuja upesi, lakini angalia miaka. Angalia miaka. Wewe unataka aje mbio, sasa mbona wengine hawajaokoka? Uone kwamba kija mbio wengine wataenda kwenye moto. Lazima nao wapewe injili. Angalia, angekuja ukisha kuokoka wengine wangepotea. Angekuja mwaka jana ungebaki. Ndio maana navumilia watu wafikie toba. Haleluya. Shangilia kama unanielewa katika jina la Yesu. Mungu akubariki unaposhangilia. Bwana akuponye. Ule msingi hautaharibika. Umeamua vizuri kujenga juu ya mwamba ambaye ni Kristo. Anashuhudia wokovu wako. Damu yake itakunenea. Damu yake itakunenea. Kuna wengine ambao walibakia tulipokuwa tunajenga madhabahu. Kama una barua yako naweza ukainua, na kama huna, mimi ninachokiona ni kwamba wiki hii ndio tutaanza kuombea mtu moja moja, sababu nikitaka kuombea hapa tutafika mpaka saa 10, saa 12. Lakini kesho kisha ibada ya asubuhi taombea watu ufungulivu. Mchana taombea watu, tukisha kumaliza saa 1 na Bwana taombea watu ufungulivu. Na yule ambaye anaweza katoka hapa Disinevere leo tamuombea. Amen. Lakini kama ni kesho ni sawa. Kama barua yako ulikuja nayo, njoo nayo hapa. Barua yako iliyo na mambo nayo yakataa, ambao unayakataa kwenye familia yako, njoo nayo hapa madhabahuni. Ambao ni mambo yako nasema haya ndio mambo ninayoyakataa. Kama hukuwa nayo usiku, njoo simama hapa mbele. Nikia na mambo yako ambao unayakataa, uliandika, nataka yasiwepo. Simama pale nikuongoze katika ombi la agano. Haleluya. Inua yale barua yako mbele za Bwana. Sema, Bwana Yesu, kuanzia leo nimesikia neno lako. Kwanza, kwa hatua ya kwanza, ninakupa maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi wangu. Samehe dhambi zote ambazo nimezitenda tangu kuzaliwa mpaka leo. Samehe dhambi zote ambazo nimerithi kwa nyumba ya baba yangu, kwa nyumba ya mama yangu. Ulifute jina langu katika kitabu cha mauti, uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo nakubali leo uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia leo maisha yangu uyabadilishe. Damu yako Yesu inene mema juu ya maisha yangu. Damu yako Yesu inene mema juu ya maisha yangu, juu ya familia yangu. Kuanzia leo ninajenga msingi mpya kwenye maisha yangu, ambao watoto wangu na wajukuu yangu watakuta ule msingi wa damu yako Yesu katika familia. Ninajenga madhabahu yako Yesu Kristo kwenye maisha yangu, kwenye familia yangu. Yesu, unisikie na unirehemu na unikubali. Ninajenga madhabahu ya uzima, madhabahu ya baraka kwenye maisha yangu, kwenye maisha yangu. Kila kivuli kilichonifunika cha nyumba ya baba yangu, cha nyumba ya mama yangu, cha kikabila, anguka juu yangu. Kuanzia leo mimi ni wa Yesu. Kuanzia leo nimejenga madhabahu ya ukombozi, ya uzima, ya damu ya Yesu juu ya maisha yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Anga sikia,
ardhi sikia, nimeweka agano na Yesu Kristo, ni agano la milele. Watoto wangu, wajukuu wangu, kizazi changu kitatembea juu ya hii agano ambayo nimefanya leo, katika jina la Yesu. Asante Yesu kunisamehe na kunikubali, katika jina la Yesu Kristo, amen. Noa mikono yako nikuombee. Hata wewe unayetufuata kwenye mtandao na ungependa kumpa Yesu maisha yako, kule uliko pia inawezekana kumpa Yesu maisha yako, na inawezekana maisha yako kubadilika na kujenga kizazi kipya ambacho kwa watu wengine wajao watakutana msingi wa Mungu katika familia na katika maisha. Baba Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya kiapo hiki na kwa ajili ya agano hili. Ni agano la milele, ni agano la damu yako, ni agano la ukombozi, ni agano la uzima. Katika jina la Yesu, hawa hawataanguka tena, hawatarudishwa nyuma tena, hawataharibiwa tena, hawatapokonywa tena, hawatateseka tena, maana nuru yako iko juu yao sasa, maana nuru yako iko juu yao sasa, maana nuru yako iko juu yao sasa. Katika jina la Yesu Kristo, ninavunja maagano yote yaliyoshuhudia kwenye maisha yako. Anguka sasa, potea, haribika katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pokea neema ya Mungu, pokea nguvu ya Mungu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Agano lako likubalike mbele za Mungu katika jina la Yesu Kristo, 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 katika jina la Yesu Kristo. Pokea neema, pokea nuru ya Mungu, pokea uzima, pokea ushindi katika jina la Yesu Kristo. Na sote tuseme amen, na sote tuseme amen, na sote tushangilie tuseme amen. Katika jina la Yesu, piga kelele. Neno la Bwana linasema walipiga kelele, walipiga vinanda, kwa maana wamefanya kiapo cha uzima, kiapo cha ukombozi, kiapo cha milele na Yesu Kristo hakitaondolewa. Kuna nguvu katika agano. Mkristo aliye na agano, agano linamtetea. Agano ndilo liliacha Mungu akakumbuka agano la Ibrahimu likatoa watu Misri. Mungu anapenda agano. Napenda agano kuliko kuwa rafiki. Agano. Amen. Utaweka pale madhabahuni. Utaweka pale madhabahuni. Sijui kuna mtu alisahau. Kuna mtu alisahau nyumbani karatasi yake yenye mambo kama haya. Utayaleta kesho. Kwa ajili yako tunasubiri. Tutayateketeza kesho. Baada ya ibada utapata nafasi asubuhi wala jioni kwa ile ya duzeri. Kwa hiyo tutayateketeza kesho duzeri, maana tunaendelea. Na mtakamwangalia kwamba hatujamaliza ujumbe wetu. Wewe ukate, nimemaliza kabisa. Wacha nibariki watu wanaotufuata kwenye mtandao. Baba, katika jina la Yesu, wale wanaotufuata mtandaoni, walio mbali na karibu, naweka mikono juu yao. Kama ni wagonjwa wapate afya, kama walionewa wapate uhuru, kama ni viziwi wapate kusikia, kama ni vipofu wapate kuona. Pokea nguvu ya Mungu ikukutane pale ulipo katika jina la Yesu. Neema ya Mungu iwe juu yako. Hata wewe kama ni mgonjwa inuka. Kama wewe ni mgonjwa inuka. Tuinuke sote basi. Baba Mungu, ninakutukuza, maana hakuna mgonjwa katika huduma hii. Hakuna mtu atagonjwa katika huduma hii. Hakuna mtu atakufa mapema katika huduma hii. Hakuna mtu hata barikiwa katika huduma hii. Uende ubarikiwe. Nguvu ya Roho Mtakatifu ikuongoze kwenye utajiri wako katika jina la Yesu. Katika wiki hii ufanikiwe. Katika wiki hii upate fedha kwa kazi ya mikono yako. Katika wiki hii mahali unashinda ijulikane kuna utofauti kati yako na wale wengine katika jina la Yesu. Neema, pokea baraka ya kukutofautisha katika jina la Yesu. Utofautike,
Tofautike mwanangu katika jina la Yesu. Tofautike na wamama wengine, tofautike na wanawake wengine, utofautike na wengine vijana, utofautike na wengine wasichana, utofautike pale shuleni. Yani waone utofauti kabisa kwenye shule, utofautike. Wewe mfanyabiashara utofautike, ijulikane utofauti kati ya wafanyabiashara walio na Kristo na walio na mapepo. Mungu akutofautishe. Upako ya Mungu ende na wewe. Upako ya siku 14 ikushindikize kwenye kazi, ikufanyie mlango. Wewe uliyekosa kazi, hii upako ikupeleke mpaka upate kazi. Wewe uliyekosa wateja, hii upako ikupeleke, ivute wateja kwenye duka lako, ivute wateja kwenye kazi yako. Hutaharibiwa, hutaibiwa, utaendelea utukufu hadi utukufu. Katika jina la Yesu, neema ya Mungu imekufunika. Utukufu ya Mungu ijae wala isikauke kwenye uso wako. Miguu yako ipate neema unakapokanyaga mahali umekubalika, katika jina la Yesu Kristo. Na sote tuseme amen, na imetendeka katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen.